Mtazamaji, tumerejea na hapa studio tupo na wageni wengine. Mungu ametukutanisha nao siku ya leo. Kama ndio kwanza unajiunga na sisi, nikukaribishe sana Star TV. Karibu katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Na mimi naitwa Madoshi James. Nikukaribishe tena katika kipindi hiki na tuweze kuwafahamu watumishi wa Mungu wakubwa waliotutembelea katika studio zetu hizi kwa ajili ya mengi walionayo, kuhakikisha kwamba wanakufikishia wewe ili uweze kuyafahamu na kuyajua zaidi. Na sasa niwakaribishe watumishi wa Mungu wajitambulishe ni kina nani, kutoka wapi na kwa nini wako hapa, wana kipi ambacho wanatamani kuweza kuzungumza na sisi hapa studio. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Asante. Karibuni sana kwenye kipindi, karibuni sana Star TV. Amen. Asante. Sasa labda mtusaidie sasa muweze kujitambulisha ili tuweze kuwafahamu, mtazamaji aweze kufahamu ni kina nani, kutoka wapi. Nadhani tukianzia hapa kwa mchungaji alafu tukamalizia pale itakuwa vyema zaidi. Asante sana mtangazaji. Naitwa mchungaji John Kasuka Mkua. Natoka kanisa la FPCT Kiseke, lakini katibu wa jimbo kwa makanisa ya FPCT jimbo la Mwanza. Sawa. Asante. Na pale kabisa natamani sasa tuweze kukufahamu. Najua wengi tunakufahamu na tumekuona, lakini ukijitambulisha kwa majina yako itakuwa ni vizuri zaidi. Asante sana, nashukuru. Kwa jina langu naitwa Zefania Charles Karogi. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa la mahali Sengerema FPCT. Na pia ni askofu wa jimbo la Mwanza FPCT. Na ndio. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante sana. Na pengine mtuambie hasa sasa ni kipi kikubwa ambacho pengine kimewafanya muweze kukutana na mtazamaji wetu hapa Star TV. Lengo kubwa ni kueleza tunalo kongamano la viongozi wachungaji kutoka kanisa yetu ya FPCT kanda ya Ziwa, ambayo ni majimbo 4 mkoa wa Mwanza kama wenyeji mahali ambapo kongamano litafanyika. Lakini tuna mkoa wa Geita au jimbo la Geita, tuna jimbo la Kagera na jimbo la Mara. Au katika wachungaji wote wa jimbo hayo tutakusanyika Mwanza Kitangiri kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi wa 6 wiki ijayo. Tutakuwa na kongamano, tutakuwa na walimu, wawezeshaji, askofu mkuu wa kitaifa atakuwepo. Makamu tuna askofu mkuu mstaafu Mchungaji David Batenzi atakuwepo. Na tunaye katibu mkuu mstaafu wa FPCT anaitwa Dr. Jackson Karuzi, tutakuwa naye kama walimu na wawezeshaji katika kongamano hilo. Ndio. Sawa. Na labda kongamano hili lime target nini hasa? Ni watu gani wahusika ambao wanalengwa kwenye hili kongamano? Hapa wachungaji viongozi kwa senior pastor kutoka makanisa yetu ya jimbo majimbo haya 4 ya kanda ya Ziwa. Tuna wachungaji wa maparish kutoka majimbo haya 4 na viongozi makatibu wa majimbo na makanisa ya mahali ndani ya majimbo haya 4. Lakini pia tutakuwa na viongozi wa idara, wanataaluma 2 kutoka kila kanisa la mahali. Manake na tuna viongozi wa idara ya wanawake ngazi ya jimbo. Na tunazo idara kama 5, idara ya sifa na muziki, kuna injili na misheni. Na kuna huduma ya watoto na vijana. Wote wale viongozi wa ngazi ya jimbo watahudhuria katika, hao wa majimbo haya 4 watahudhuria katika kongamano hilo. Kwa hiyo kongamano hili ni hasa kwa viongozi. Kwa viongozi. Muumini wa kawaida husiki, ni kwa ajili ya viongozi tu. Hata masomo yake yalivyoandaliwa ni kwa ajili ya viongozi hasa. Sawa. Na umezungumzia labda kuna parishi, vitu kama hivyo. Umezungumzia na neno lingine pale, kanisa la mahali. Sasa na mtazamaji anayekutazama pengine asiwe nafahamu hizi terminology ama haya maneno, lakini nyinyi wahusika mkao mnafahamu vizuri. Tusaidie sasa. Asante sana. Maana kila neno linaturuka. Sisi kwa kanisa letu la FPCT tunaanza na tawi moja, maana linakuwa moja, lakini yakishafika labda 2 matatu, wakati mwingine kulingana na jiografia ya maeneo
wanaweza wakaunda parish, ambapo kunakuwa na wachungaji wa matawi, lakini kunakuwa na kiongozi anayeongoza ile parish, kama mchungaji kiongozi anayeongoza wachungaji wengine hao matawi mawili matatu, kuna mahali yanafika mpaka matano. Lakini kadiri kanisa linavyoendelea kukua, kuna maeneo kama mfano mimi naongoza kanisa la mahali la Sengerema, sasa kutoka kwenye bado inakuwa na parish chini yake, ndio inaitwa kanisa la mahali. Kanisa letu Sengerema kama wilaya nina kanisa la mahali la Sengerema, lakini Buchosa na kama eneo la Buchosa lote ni kanisa la mahali tena linajitegemea na mchungaji kiongozi, na chini yake kuna maparish na matawi namna hiyo. Kwa hiyo hao ndio wanahusika, lakini kuna maaskofu wa majimbo. Yeye sasa anaongoza makanisa ya mahali kadhaa. Jimbo la Mwanza tuna makanisa ya mahali 11, ambayo sasa kuna masini ya pastor, wachungaji viongozi 11. Kwa hiyo na kila jimbo sasa linaachana, mengine 10, mengine 15 makanisa ya mahali. Maparish ni mengi zaidi, ila matawi ndio yanazidi, ni mengi zaidi ya maparish. Kwa hiyo kwa kiongozi huu mfumo umekaje? Kinachoanza ni nini? Ni parish ama ni kanisa la mahali? Kinachoanza ni tawi. Unaanza chini. Tawi. Nakuja parish. Nakuja kanisa la mahali, inakuja jimbo. Baadaye sasa level ya kitaifa nakuwa tu kanisa la FPCT Tanzania sasa. Ambapo tunakuwa na kiongozi mkuu wa kitaifa, tunakuwa na viongozi wa majimbo, tuna viongozi wa makanisa ya mahali, tuna viongozi wa maparish, na tuna viongozi ambao ni wachungaji wa matawi huko chini. Sawa sawa. Na umezungumzia pia kongamano hili litakuwa na idara ya muziki. Kuna idara ya kanisa letu, tunazo idara karibu 5 hivi. Idara ya sifa na muziki, idara ya vijana na watoto, idara ya wanawake, kuna umisheni. Nafikiri kama idara hizo ndio tunazo ndani ya kanisa. Sasa labda kwa nini mmeamua kuandaa kongamano na mkawa target hasa hawa wahusika ambao mmewataja hapo, ambao ni wahusika kwenye hili kongamano? Kulingana na si rahisi kuwakusanya waumini wote majimbo haya. Tunachukua hao viongozi ambao kwa sababu chini yao kuna makundi. Maanake yale ambayo kanisa na uongozi wa FPCT kitaifa unakusudia wafikie kila muumini. Kwa hiyo hawa viongozi kwa sababu wana makundi, wanapopata elimu, wanaelimishwa, kila kiongozi atashuka tena chini ili yale aliyoyapokea ayafikishe kwenye lile kundi analoliongoza. Kwa hiyo ndio njia rahisi, lakini sio rahisi kuwakusanya waumini wote kwa pamoja tukawafundisha mahali pamoja. Ndio maana tunachukua wale viongozi ili wao sasa wayachukue haya yanayoelekezwa, nao wakaelekeze kwa mjibu wa Biblia. Sisi tunasoma kwenye Timotheo kwamba yale utakayoyasikia ukawafundisha wengine, ambao nao watafundisha wengine huko. Sawa sawa. Utukumbushe tena, umesema kongamano hili linaanza lini? Na tarehe 3 mwezi wa 6 hadi tarehe 5. Tarehe 3 mwezi wa 6 hadi tarehe 5. Siku 3. Labda na utaratibu sasa mzima wa ili mtu aje au viongozi leo wataje wahusika waje kwenye ile kongamano, ni vipi ambavyo wanatakiwa wavizingatie, pamoja na kwamba wanazo sifa hizo? Ni mkuu wa idara nani? Nafikiri taarifa wanazo ni kama tu tunawakumbusha, manake tayari taarifa mialiko wameshaipokea. Wao watafika hapa. Wale wanaotokea nje ya mkoa wa jimbo la Mwanza au mkoa wa Mwanza ni vizuri wafike siku ya Jumanne jioni, maana tunaanza mapema Jumatano asubuhi saa 3 kongamano litaanza. Kwa hiyo tunaomba sana wafike, na mahali inapofanyikia ni Kitangiri. Kwa hiyo wafike hiyo mapema kwa ajili ya kujiandaa, ili kwa sababu siku ni chache, tunahitaji tunapoanza tuanze wote pamoja na tuhitimishe pamoja, na tupokee kila ambacho kimekusudiwa kwa pamoja. Ziko mada kuu 3 ambazo zitazungumzwa katika kongamano hilo. Ni swala la kuhimiza na kuhamasisha masuala ya umisheni. Askofu mkuu atazungumza jambo hilo. Lakini kuna swala la kuinua viongozi wapya. Askofu mkuu mstaafu atazungumzia swala hilo. Lakini kuna mada nyingine inazungumza tulikotoka na tunakokwenda. Kwa hiyo kama viongozi wa kanisa ni vizuri wajue, kwa sababu wamo viongozi vijana ambao wameingia katika huduma, na inawezekana wengine hawajui wapi tulitoka.
Kwa hiyo wapo wanaojua, viongozi waliotutangulia watatueleza wapi tulikotoka, hapa tulipo na wapi tunapokusudia kwenda. Kwa hiyo ni vizuri kama kila kiongozi na hatimaye kila Mkristo akajua wapi tunakoelekea, ili kila mmoja sasa kaze na kuelekea huko tulikokusudia kwenda. Sawa sawa. Pengine labda kwa sababu tunatazamwa na watazamaji wanaotoka nje ya kanda husika ambao mmeitarget. Ndio. Labda pengine anaweza akaruhusiwa kama akiwa anatamani kwamba na mimi nataka kongamano hili nisikose kwenye linapofanyikia Kitangiri. Kwa maana ya kanda akiwa anatokea Dar es Salaam tuseme, anaweza kwa matamanio yake anatamani kuja kuungana na nini. Asante. Ni kwamba makongamano haya yamepangwa kitaifa. Tunazo kanda. Tunayo kanda ya kati, mikoa ya Singida, Dodoma, wao wamemaliza tayari, wamefanya mwezi wa 5 nafikiri. Sasa ni zamu yetu. Kwa hiyo wale wanaotoka nje ya kanda yetu ya Ziwa, tuwaombe tu nao waendelee kujiandaa, kwa sababu ratiba ipo. Badala ya kusafiri kutoka Dar es Salaam mbali na kuona zingine za Tanzania, makongamano haya yatafanyika katika kanda. Kwa hiyo wao pia watafikiwa, wajiandae, muda ukifika wahudhurie. Tuna kanda ya magharibi ambayo ni Kigoma, huko wana eneo lao umeandaliwa na tarehe zao zimeshapangwa kitaifa, na makanda zingine zote kila mahali watafikiwa. Na ni vizuri tu nichukue nafasi hii kuwaomba wachungaji wetu na viongozi wote, ni vizuri wafike, wahudhurie, wafundishwe, wajue nini cha kufanya. Ni vibaya sana kuwa kiongozi hujui nini unachopaswa kufanya. Kwa hiyo katika makongamano haya viongozi wetu wataelekezwa mambo ya kufanya ili tumtumikie Mungu katika kizazi chetu na kwa wakati wetu tuliopewa na Bwana. Sawa sawa. Tutakapohitimisha. Na masomo ni yale yale kwa kila kanda. Masomo ni yale yale. Maana yake ni masomo yanatakiwa yaeleweke kwa kanisa zima la FPCT. Sawa. Viongozi wote waeleweshwe. Kwa hiyo ili tufikie viongozi wengi, ndio maana imewekwa katika kanda. Tungeweka sehemu moja labda wangefika wachache zaidi. Kwa hiyo uongozi wa kitaifa ulipanga hivyo kwamba kila kanda wafikiwe watu wengi, wapate elimu hii ili kanisa lipate elimu kwa pamoja. Ndani ya mwaka huu yote kanda zote zitafikiwa. Sawa sawa. Na pengine sasa mtazamaji tayari amekwisha kufahamu wahusika, amekwisha kujua sasa ni vipi anayetakiwa ahudhurie kwenye hili kongamano. Na kama upo kanda ya Ziwa, pengine sasa ujumbe huu na kuhusu moja kwa moja. Sasa kwa sababu muda wetu sio rafiki na muda unaturuhusu kuhitimisha kipindi, niombe sasa neno la mwisho kwa mchungaji hapa pamoja na askofu, utatusaidia neno la mwisho kwa dakika chache sana kuongea na mtazamaji. Asante sana. Nafikiri kama ambavyo baba askofu ameongea, mambo yetu yako hivyo. Labda tuseme tu kwamba akisikia mtu wa jimbo jingine au kanda nyingine kuja kushiriki na sisi, hatuwezi kumzuia. Sawa sawa. Kama kule itafanyika kongamano kwa kalenda yao, lakini anasikia haja ashiriki la Mwanza, afanye mtoko kidogo. Kwa sababu mtu anakuja na gharama zake na kila kitu, hatuwezi kumzuia, tunawakaribisha pia. Sawa sawa. Lakini nafikiri ni hayo. Sawa, labda baba sasa tuhitimishie kwa ufupi sana, kama kuna chochote cha kuongezea ili tuweze kufika mwisho sasa. Niendelee tu kuwahimiza wachungaji kutoka kanda ya Ziwa, kanisa yetu ya FPCT kwa majimbo ya Mwanza, Geita, Kagera na Mara. Ninawakaribisha sana tufike kama ambavyo nimetangulia kusema, na ninaamini itakuwa ni kongamano la baraka. Mungu atakwenda kusema na sisi ili tutumike sasa kama viongozi, tutimize jukumu letu. Asante. Lakini niwashukuru sana Star TV kwa ajili ya kutukaribisha na kutupa nafasi hii. Tunaomba Mungu aendelee kubariki kituo hiki, kiendelee kutoa huduma kwa jamii yetu ya Watanzania na dunia kwa ujumla. Asante sana na amina. Amina. Mtazamaji, nikushukuru kwa kuendelea kuwa nami kuanzia mwanzo tulipokutana mpaka sasa. Kwa niaba ya Venita pamoja na Emmanuel Makuliga msimamizi wa kipindi hiki na Elisha Ndaro anayetufanya tuonekane sasa, nikushukuru kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi naitwa Madoshi James. Nikutakie Jumapili njema. Tukutane Jumapili ijayo saa 12:30 mpaka saa 3 kamili. Kwa heri. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.